Hofu na majonzi zimetanda katika mtaa wa Aget viungani mwa mji wa Busia kufuatia kifo cha mwanamume mwenye umri wa miaka 31 aliyeaga dunia baada ya kudungwa visu majira ya usiku ya kuamkia Jumatatu. Bernard Otieno ambaye ni mfanyabiashara mjini humo alivamiwa na wahuni wasiojulikana nyumbani mwake anakoishi katika nyumba ya kukodisha. Robert Malala na taarifa hii ya kusikitisha. Ni katika boma hili mtaa wa Geti, wodi ya Ngurume na bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia, ambapo huzuni umetanda katika boma hili kufuatia kifo cha Bernard Otieno ambaye ameaga dunia baada ya kudungwa visu na majambazi wasiojulikana. Imekuwa saa 8 tulivamiwa hapa hivi kwa plot. Walitangulia wakaenda kwa jirani, wakatoka kwa jirani wakakujia kwangu. Mlango ndio tulikuwa tumefunga, tujui vile mlango ilifunguliwa. Huyo mwingine kumbe amekuwa na kisu, ndio alikuwa anamdunga na visu zenye wamemdunga hizo 6. Kufika tukachukua pikipiki ni hiyo ya Ben na dadangu tukaenda district. Kufika daktari akasema, akaita dadangu akamwambia haiwezekani, alidungwa pabaya. Sasa zisanga anamwambia alidungwa pabaya aje? Sasa tena akamuita ya pili akamwambia ni kama mume wako amekuacha. Huyo kijana ni mpole. Kama nimewahi kuta watu wapole, Ben anawazidi wote. Kwa sababu hakuna siku nimewahi kupata amegombana na mtu ama amekasirikia mtu. Sisi tunaomba tafadhali tupewe usalama. Tunahitaji kulindwa. Na si ati tunabembeleza. Tunataka kuona ya kwamba hawa watu wameshikwa. Sababu waathiriwa wamesema wako na evidence kwa simu. Na tunashukuru kwa sababu DCI wamekuja na wamecollect zile evidence zenye wanaweza collect. Tunataka haraka na upesi sana tujue ya kwamba ni walikuwa wakina nani na ni nani mwenye ako na haki ya kutoa mwenzake uhai. Ni majonzi ambayo yanazidi kutia hofu katika familia hii, huku wenyeji wakiendelea kuwa katika hali ya wasiwasi kutokana na maafa aina hii ambayo yanazidi kutanda kote katika mji wa Busia bila kupata suluhu la kudumu. Robert Malala, NTV Mashinani, katika mtaa wa Geti, eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia.